Msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club Ahmed Ally amezungumza mazito sana leo hii, na hii yote ni baada ya Simba Sport Club kulazimishwa sare ya 1-1 dhidi ya Pamba Jiji kwenye NBC Premier League. Je, Ahmed Ally amezungumza maneno gani kuenda kwa kipa Djibril Kasal? Tunakuletea hapa Tubone Media. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu wewe, kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media. Hivyo basi, kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na autopitwa na vitu vikali kutoka kwetu. Sasa leo tunaenda kuutazama mchezo wa NBC Premier League ambao uliwakutanisha Pamba Jiji na Simba Sport Club, huku Pamba Jiji wakiwa wageni wa mchezo huo, wakiwa wenyeji wa mchezo huo, lakini Simba Sport Club wakiwa wageni wa mchezo huo, mchezo ambao umepigwa pale CCM Kirumba jijini Mwanza, ambapo mchezo huo umeisha kwa sare ya 1-1. Goli la Simba Sport Club ambalo limefungwa na Innocent Oula kupitia cross card ambayo imewekwa na Elim Panzu. Innocent Oula anatosha kabisa kuwafungia Simba Sport Club na kuwatanguliza goli 1-0 dhidi ya Pamba Jiji, lakini James Mwashinga, mchezaji wa Pamba Jiji, alitosha kabisa kukatiza furaha ya wanasimba kwa kupiga free kick misili ya shuti ambalo lilimshinda golikipa wa Simba Sport Club Djibril Kasal. Lakini ukianza kuangalia hadi James Mwashinga anaenda kupiga ule mpira, wachezaji wa Simba ambao walikuwa wametanda kwenye ile free kick ambayo anapiga James Mwashinga walikuwa wametawanyika wakati James Mwashinga anaenda kupiga ule mpira, lakini ule mpira James Mwashinga amepiga amemlenga Djibril Kasal, lakini Djibril Kasal kutokana na ambavyo alikuwa anataka au panguse mpira ule, lakini ulimzidi nguvu na mpira ulikuwa na kasi kubwa sana ambao ulizama kimiani, na goli hilo la James Mwashinga lilitosha kabisa kuwanyima furaha wa wekundu wa Msimbazi, na mchezo huo umemalizika kwa sare ya bila kufungana. Sasa Simba Sport Club tu wanazidi kumkumbuka golikipa wao Musa Pinpin Kamara ambaye alikuwa anaiokoa Simba Sport Club kwenye michomo mikubwa na mishindano kama haya. Je, tunarudi kwako shabiki, kati ya Djibril Kasal na Musa Pinpin Kamara, wewe unaondokana nani? Na ukumbuke kwamba Musa Pinpin Kamara tayari ameshaanza kufanya mazoezi na tayari ameshaanza kurudi, na sheria inasema klabu lazima iwe na golikipa mmoja wa kigeni, na Djibril Kasal na Musa Pinpin Kamara wote ni raia wa kigeni. Hivyo basi Simba wanabaki na kitendawili. Je, Musa Pinpin Kamara amerudi, je, aanze nani wamuache kati ya Djibril Kasal na Musa Pinpin Kamara? Nani anastahili kuachwa na wekundu wa Msimbazi? Yote ni maoni ya kwako wewe shabiki, tukutane kwenye comment hapo. Lakini pia kama bado hujasubscribe, wakati wako ndo huu, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na vitu vikali kutoka kwetu. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.